wasiwaingize waume zao wenyewe nyumbani mwao, maana ni aibu wanawake kunena katika kanisa. Baba, naomba unifafanulie hapo. Hiyo mpaka wa Korinto wa kwanza sura ya 34, sura ya 14 aya ya 34 hadi 35. Wa kwanza aya 34 hadi 35. Nasema wanawake na wasifanyeje? Wanawake na wanyamaze katika kanisa, maana hawana ruhusa ya kunena, bali watii, kwa vile inenavyo Torati, kwamba wengine wanafunuliwa neno la Mungu na wanakuwa wanalinena na nini. Sasa anazungumzia katika mazingira hayo kwamba kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali wa amani, kama vile ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Anajaribu kufafanua nini? Kwamba pointi ni kwamba mara nyingi labda unakuta kina mama wanaongozwa na nini? Na hisia. Kwa hiyo sasa si lazima wafanyeje, wazungumze. Context iliyopo juu ni ile ya kunena kwa lugha katika mazingira mbalimbali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wanasema sasa wakiwa na jambo wanaweza wakauliza kutoka nyumbani, lakini haina maana kwamba Biblia inatumia mfumo dume kuwakandamiza kina mama. Hapana. Bwana wetu Yesu Kristo alifanya kazi kubwa sana, aliambatana nao katika shughuli zake. Mtume Paulo mwenyewe alikuwa na kina Priscilla na nani? Na mmewe, si ndio? Walikuwa wanasaidiana na wamemsaidia katika kazi zake za utume. Kwa hiyo ina maana kwamba Biblia inatumia mfumo dume labda na kuwakandamiza wanawake. Hapana. Kusoma Injili ya Luka inatoa nafasi kubwa sana kwa kina mama, si ndio? Na wana haki sawa wote.